Licha ya juhudi za mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kaunti ya Kilifi kuendesha hamasa kwa jamii kuhusu ukatili wa dhulma za kijinsia, visa hivyo vinaendelea kuripotiwa kila uchao. Hata hivyo, idara ya mahakama katika kaunti ya Kilifi imeendelea kutekeleza wajibu wake na kuadhibu watuhumiwa wa maovu hayo ili kutoa funzo kwa wengine. Katika mahakama ya Kilifi hii leo, wanaume watatu wamepewa hukumu ya vifungo tofauti baada ya kupatikana na hatia ya kuwanajisi watoto wadogo. Watatu hao akiwemo Gibson Zero Shida mwenye umri wa miaka 43 ambaye ni mwalimu wa shule moja ya msingi eneo bunge la Ganze kaunti ya Kilifi, alishtakiwa na kesi ya kumnajisi mwanafunzi wa umri wa miaka 16 katika shule aliyokuwa akifunza. Kulingana na kesi hiyo, mahakama ilimpata hana hatia kwenye kesi ya unajisi, japo kutokana na kutumia vibaya mamlaka yake ya kazi kama mwalimu na kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanafunzi wake, mahakama imemfunga kifungo cha miaka 10 gerezani. Ingawa koti hii haikupata na hatia ya kunajisi, ushahidi ulikuwa wazi kwa ulikuwa umetumia kazi yako kama mwalimu kuweza kuanza kuwa na uhusiano wa kingono na mwanafunzi wako. Koti hii inakufunga miaka 10 gerezani. Hakimu wa mahakama hiyo Ivy Wasike amesema kuwa walimu wanafaa kuwa tegemeo la wanafunzi kimasomo shuleni. Badala yake wanatumia nafasi hizo vibaya kwa kuwatongoza wanafunzi wao na kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Ulikuwa umeweza kukiuka hiyo position ambayo ulikuwa umepewa kama mwalimu na ambayo ni wanafunzi wanakuamini kuwa wewe ni mwalimu wao. Mtuhumiwa mwingine ni Tsuma Chaka Mdata amehukumiwa kifungo cha miaka 15 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kumsafirisha mwanafunzi mmoja aliyekuwa darasa la 8 kutoka kaunti ya Kilifi hadi kaunti ya Kwale na kumnajisi kisha baadaye kumfanya mke wake. Wewe kwa kumwoa huyo mtoto ulikuwa unataka kuzima taa yake kwa sababu imeonekana kuwa anafanya vizuri sana shuleni, na hata walimu wake wanampongeza sana wakisema kuwa anapita vizuri, ana exceed expectations, na ulikuwa umemchukua wakati alikuwa kwanza anatakikana kufanya mtihani wake wa darasa la 8 na kumtorosha. Mtuhumiwa mwingine ni Willy Charo Kitsao ambaye amehukumiwa kifungo cha miaka 15 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kumnajisi binamuye ambaye baadaye alitaka kujitoa uhai kwa kujitia kitanzi kabla ya kuokolewa. Iliweza kumuadhiri huyu mlalamishi hadi akajaribu kujitia kitanzi, lakini akaweza kuokolewa, na pia mama yake akaweza kuwa mgonjwa kwa sababu ya fikra na mawazo kuhusu hili swala la mtoto wake, kwa sababu wewe ulikuwa ni ndugu yake. Kwa hivyo koti hii pia ikaweza kuangalia miaka yako, inakufunga miaka 15 gerezani. Hukumu hizo zimetolewa baada ya kiongozi wa mashtaka ya umma Nancy Njeru kuomba mahakama itilie maanani kesi hizo kwa kuwafunga gerezani ili iweze kuwa funzo kwa wengine wenye tabia hizo katika jamii. Nimeweza kusoma ripoti ya afisa wa jamii na naomba uweze kutoa kifungu cha ndani. Huku kiweza kuonekana kuwa tuliweza kupeana ushahidi wa kutosha kuwa ulikuwa umeweza kumnajisi msichana na ambayo iliweza kuchangia vikubwa kwa yeye kuweza kuacha shule. Naomba mahakama iweze kupeana kifungu cha ndani iliweza kurekebisha tabia na pia ifunze katika huko Kilifi kwa watoto wataweza kulindwa hadi dakika ya mwisho. Hakimu Wasike aidha amewataka washikadau mbalimbali na idara ya elimu kuzingatia swala la walimu wanaoingia kwenye mahusiano na wanafunzi, huku akiwapongeza wote walioshirikiana na idara ya mahakama kutafuta haki kwa wanafunzi hao. Watatu hao wamepewa siku 14 za kukata rufaa. Koti hii wakati inakupa hukumu yako inaita idara ya Education, Ministry of Education kwa hii gatuzi iweze kushirikiana na washikadau wengine ili iweze kuhamasisha wanafunzi na watoto kwa mashule wasiweze kudanganywa na walimu kama wewe ambao huwa wanawadanganya, na kwa sababu
wana udhaifu na ni watoto ama ni wanafunzi ambao wametoka sehemu ambazo hawajiwezi, na siku 14 kukata rufaa. Nikiripotia runinga ya Coco, mimi ni Teklaeri. Coco FM, ladha ya Pwani.